Naitwa HBOG, sikia leo pia nipo kwenye exclusive interview na Jackson wa kizazi kipya, moja kati ya maakta wazuri sana kwa hapa kwetu, lakini pia ukizungumza katika mji wa Baraka ni moja kati ya watu ambao wametikisa sana upande wa pili kule DR Congo. Leo niko naye kwenye exclusive interview, tutazungumzia mambo mengi sana yanayomhusu, lakini pia kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa hapa kwetu. Blaza ni aje? Poa. Mzima lakini? Show. Jackson wa kizazi kipya ni moja kati ya maakta ambao wamewakilisha sanaa ya kule Baraka kwa hapa kwetu. Ilikuwa ni muda gani au mwaka gani naweza nikasema kitu kama na hicho? Mimi nimeanza kabisa mwaka wa 2013. Okay. Yeah, ina maana hivi na miaka 11 kwenye sanaa. Yes. Hadi kufikia muda huu hapa toka ulivyoanza kule Baraka, ni kuna baadhi ya kazi zako ambazo zimekuwakilisha kwa hapa kwetu. Bwa Mkubwa, Kuchu na vinginevyo. Hatuwezi tukaegamia sana upande huo hapo. Ni kitu gani ambacho labda ungetamani kuwashauri wasanii ambao kidogo ni ambao wanatokea kule kwetu Kongo? Mimi kwanza ni kuwashauri kuja kuungana na wengine, kuwa na upendo. Kwanza cha kwanza kabisa kikubwa ni kuwa na upendo. Ushirikiano, upendo, umoja ndio kitu kikubwa. Lakini kama hamna upendo, hamna ushirikiano ni bure. Kwa hiyo uzuri watu mushirikiane pia na muwe na upendo. Hiyo itawafanya muweze kufanya yaliyo mengi zaidi. Okay. Movie ambayo umemhusisha Asumani Rosha, AC Company ambayo inapatikana Uvira, inaitwa kwa jina gani? Inaenda kwa title gani? Niliwahi kumshirikisha kwenye takriban movie mbili. Moja kabisa Queen wa Kijiji na nyingine ilikuwa inaitwa Batoba Bolaya. Alishiriki ndani pia. Nafikiri ni hiyo. Na Ibelela. Kabisa. Yes. Ibelela, yes, kitu kama na hicho. Ni movie fulani ambayo ilikupatia title kubwa sana kwa hapa kwetu, na ulipofika mapokezi yalikuwa ni makubwa sana. Kuna muda fulani ambao kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanazungumza kwamba ukaji wa Jackson wa kizazi kipya kwa hapa kwetu umeshusha brand yake. Kwa upande wako unahisi kitu kama na hichi kina ukweli ndani yake au? Hapana, wanaosema hivyo wanasema kwanza hawajui plan yangu ilikuwa nini. Mimi hawezi kujua plan yangu ilikuwa nini. Kwa hiyo plani zangu nilizijua mwenyewe na mafanikio yangu nilifanikiwa mwenyewe, maana najua nilichokitengeneza. Huku mimi nilitaka nitengeneze watu wanizoee, lakini nje ya hapa niwe kontawa. Na Mungu amebless, mambo yalienda sawa. Maana hapa hamna msanii anaweza akapiga show na mimi tupige show alafu tupimishane, tulinganishane. Twende Kongo au nje ya Kongo, nje ya Tanzania, tutoke hapa twende sehemu nyingine, alafu tukafanye show. Huyo msanii afanye show yake na mimi nifanye ya kwangu. Lazima atakuwa mtoto. Kwanza isipotarajia na yeye pia anaweza akaja moja kwa moja hadi kwenye show yangu. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu anaweza akafanya show nyumbani yenye kutikisa kama za kwangu nazozifanya. Kwa hiyo niseme kuwa plani zangu zilifanikiwa. Sasa wale wanaocheka kwamba hapa nimezima, wao ndo wanaona nazima. Lakini nje ya hapa mimi ni kontawa. Hichi kitu kikubwa kwamba ningetamani nikiongelee kwa namna fulani ama nyingine, kusema kwamba mwaka 2023 kulikuwa kuna show, sijui ulikuwa ni mwezi gani ule. Jackson wa kizazi kipya alikuwa na show, lakini pia kulikuwa kuna kundi fulani hapa kwetu lilikuwa na show Baraka. Wewe uliperform kule Bari Beach, washikaji pia wakaperform Meladeni kule. Wakaamua kuahirisha show yao kutokana na upepo wako wewe kule Baraka. Hadi kufikia muda huu 2025, upepo ndo ule ama vipi? Ni ule, labda wale ambao useme kidogo ndo nini, hizi show nimezistisha mimi. Lakini upepo ni ule. Sema tu show nimestisha mwenyewe kwanza. Kwa hiyo kuna mambo kidogo nayaweka fresh, na ukilinganisha pia na hali iliyopo nyumbani sasa hivi sio rafiki sana. Kwa hiyo ni hicho, upepo ni ule na kasi ni ile, speed ni zile. Kabisa. Hamna kulala hapo. Lakini pia kwa hapa kwetu kidogo ningetamani kuzungumzia kitu kama na hichi ambacho watu wanakuwa wanakompea kwamba Jackson wa kizazi kipya kidogo atakuwa ameshuka kutokana na kwamba alivyokuja hapa kuna watu wengi ambao walikuwa wanatamani kupiga naye picha. Alikuwa anafuatwa na crew nzima ya watu, unakuta watu 20, 30, 40. Sasa hivi kidogo inakuwa ni tofauti. Hichi ni kitu ambacho watu wengi wanaamini kuwa ameshuka viwango kutokana na kwamba kazi zake watu wamezizoea, ni mtu fulani ambaye tunamchukulia kawaida kwa sasa hivi. Hichi ni kitu ambacho watu wanaamini kwamba umeshuka. Labda kwa upande wako ungetamani ukiongelee kwa namna gani? Hata Kongo nilikuwa hivyo. Umeona kazi nilikuwa nazifanyia Kongo, pale nyumbani walikuwa waelewi. Lakini nilivyokuja huku nilikuwa nani? Kwa hiyo hayo mazingira ndio niliyoyatengeneza. Nimetengeneza
Kongo, ni karibu hapa. Kwa hiyo nilitaka hapa nizoeleke kama nilivyosema mwanzoni. Hapa nilitaka watu wafanyaje? Wanizoee kama walivyokuwa nanizoea wapi? Kongo. Na hizo plani zangu zilifanikiwa. Anayebisha twende naye afanye show hapo na mimi nifanye, au twende naye Kongo. Yule atakayekuwa na watu ndo atakuwa Kontawa, mimi namwachia Kontawa. Kinyume tu na Kongo, hata twende Malawi, twende wapi? Twende hadi Australia, twende sijui wapi, twende mpaka na Ulaya. Aliye na ubishi huo tukafanye show. Au twende tukafanye, twende sijui wapi, Kenya nimesema twende Uganda, twende sijui wapi kule Nampula sijui kabisa, umeona Zimbabwe sijui wapi, Zambia wapi, yani zote hizi tuzunguke, zote ngoma tuzizunguke, alafu tuone nani atakayekuwa na watu. Na wapigia chini, kwa hiyo hawawezi. Jackson wa kizazi kipya, kuna shughuli fulani ambayo ilikuwa inaongeleka kwamba kuna muda utaupata kuelekea Kenya kwenye kufanya show, ajalishi wewe ni mwanakomedian na nini. Hii shughuli ifikia sehemu gani? Ulifelia wapi? Kufeli kuhusu nini? Show ya Kenya. Show ya Kenya ni kweli. Kuhusu show ya Kenya. Samana mimi naweza kuigiza. Unaweza kuigiza? Naweza. Huyu unamjua? Namuonaga tu. Unamuonaga wapi? Si mtaani hapa napita. Mbona interview imevamiwa? Jackson unamjua? Hapana, mimi simfahamu. Sio shemeji yetu. Anafunga tu. Ananijua huyu. Anakujua? Muuliza niniona wapi? Kweli umemwona? Sijawahi kumuona, mimi ndo kwanza namuona. Kazi zake unazijua? Nazifahamu sana. Ni msanii mkubwa huyu. Asubiri kidogo tunakurejea. Kaa hapo watu wakuone. Mtazamaji wa Global Vibe, ni kama jinsi unavyomuona kaka yetu Jackson wa kizazi kipya. Ndio hivi interview imefamiwa, kuna mambo mengi ambayo tutazungumza. Show ya Kenya umefeliwa wapi brother? Umefilia wapi? Kenya niseme sijafeli. Sema tu kuna maandalizi ndio yalifelishwa. Kuna wale waandaaji wale ambao niliwapanga waweze kuandaa show ya Kenya. Lakini ghafla sijui ni kipi ambacho kimesababisha. Yawezekana labda kiwango cha pesa ambacho mimi nilikuwa nahitaji wanipe wale watu wa Kenya, ndo makubaliano ina maana ya kwenda sawa. Maana mimi nilikuwa nataka sijui nini, lakini ikawa hivyo. Kwa hiyo siwezi kusema kama imefeli. Kwa hela yangu naweza nikaenda kufanya, ila siwezi kwenda mimi kama mimi. Ni lazima nipelekwe na watu, ndo iwe show halali. Tuhamie hiyo mada, yani tuhamie upande wa pili. Yani ulivyotoka hapa ukajielekeza Kongo, ulifanya nyimbo na Bellamy Muka pamoja na Professor Mairo ambaye ni sijui msewa msenge nini, inaitwa Mama Msenge yani. Lakini pia ulifanya nyimbo na Bellamy Muka pamoja na Bernard ambayo ni Anyeshi. Nyimbo zilikubalika sana, zikaenda mjini. Mwisho wa siku ndugu yetu siku hizi za usoni hapa alikuwepo hapa na ametuacha. Kitu gani ambacho labda ungetamani kuongea kutokana na kwamba sasa hivi bado yuko hapa, labda ninaweza nikawa naongea kitu ambacho hakina uhakika? Yeye alishaondoka. Alikuja tukaja tukafanya kazi nyingine. Maana hiyo kazi ilikuwa ni plan ambayo tulikuwa tushaipanga muda. Kwa hiyo ilibidi aje ili mradi tuje tuikamilishe. Na tushaikamilisha, naona kitu kimeisha. Dada yetu ametuacha. Mimi simfahamu. Kweli? Serious? Shemwa? Hapana. Shabiki? Yawezekana. Maana tunajua yeye mwenyewe amesema kuwa yeye ananifahamu lakini mimi simfahamu. Yawezekana ni shabiki. Au unafia shemeji yetu ambaye ni mama nani? Hamna, siofii chochote, maana hii ni kawaida. Kuna mtu anaweza akaja hivyo akakukumbatia, yote yanawezekana. Sasa mke wangu ashazoea, anajua kabisa, kwa anaelewa haya mazingira, ni kawaida sana. Yes, kutokana na issue ya Bellamy, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanadai kuwa Bellamy ni mtu fulani ambaye alijikuta sana na kiburi. Kuna baadhi ya media ambazo walikuwa wanadai kuwa ukitaka kufanya na mimi exclusive unatakiwa nipe kiasi fulani cha fedha. Watu wakawa wanajaji kwa tofauti, ni mtu fulani ambaye anavimba sana. Unaweza kulizungumzia vipi kitu kama hicho? Hiyo sio kweli. Maana haiwezekani na Bellamy hawezi akawa hivyo. Hao wamezungumza wazungumze. Unajua tena wale mama mluki wanakuepo sana. Kwa hiyo sina uhakika kama dogo anaweza kazungumza kitu kama hicho. Na anaweza kafanya hivyo. Kwa sababu unavyomjua mimi, yeye, Benadi, Sadi, sote ni watu wa mtu mmoja, alafu tuna mioyo ambayo ipo tofauti na wasanii wengine. Si tunawasogelea watu, tunakaa na watu, tunafanya hivi, si unaona kama niko hapa. Niko na majamaa, lakini kwa wasanii wengine hawawezi. Sasa mimi sipo hivyo tu, ni mtu simple, lazima
tushirikiane na hawa, maana hawa ndio wananifanya mimi niwepo. Sasa kama sishirikiane nao na watenga, maana yake ni brand nawekea watu wengine, sio mpaka hati kwa msanii mwenzio, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo hao ndo mimi, hao ndo wananifanya mimi niwepo. Na ndo maana tupo hivyo. Yaani hata angekuepo hapa, ningemuita na angekuja na tungekuwa wote. Kwa ni hivyo. Blaza Jackson wa kizazi kipya, kuna issue ambayo ilipitika jana, sherehe ya ndugu yetu ambaye ni P-Boy anaelekea Canada Ijumaa. Ulikuwepo pale, alikuwepo Nyago, alikuwepo Dikiril. Issue ya copyright ya nyimbo ya Diki ambayo ni Mbembe, ambaye anaimiliki ni Nyago. Nahisi kuna hali fulani hivi kwa watu kubebana. Sote tulikuwepo pale. Wewe ulikachukuliaje? Mimi sikuona kama kuna kubebana fulani pale, bali mimi nilichoona ni kuelekezana. Watu tulikuwa tunaelekezana ili kila mmoja akae kwenye njia. Umeona Kwa hiyo sioni kama kuna tatizo. Issue ile Diki anadai kwamba dogo ni mnafiki, yani ina maana mdogo wetu Nyago man. Kwa nini copyright anamiliki yeye wakati nyimbo amekubali kufanya for free? Mwisho wa siku akaiposti kabla ya mwenye nyimbo. Kitu kama na hichi, kuna watu ambao wanazungumza kuwa ni wizi fulani ambao ulifanyika. Wewe kama mshauri, ukiwa kama mtu fulani ambaye alikutaniwa kwenye game la muziki, yawezekana ni makubaliano yao. Unajua muziki bwana ni makubaliano. Yawezekana walizungumza wao kwa wao ndio ikawa hivyo. Lakini niseme sio vizuri. Watakaa, wataongea na tutawashauri, itaeleweka, kila kitu kitakuwa fresh. Sioni kama kuna shida. Kabisa. Shem, sogea kwa huko kidogo. Nasema unaitwa nani? Naitwa Winnie. Unaitwa nani? Naitwa Winnie. Winnie, Okay, Queen. Winnie. Okay, nimekupata. Jackson umemkubali katika kutokana na kazi gani? Kutokana na kazi yake anayoifanya, nyimbo zake nini zina? Shagawe kumwambia? Nazikubali sana. Shagawe kumwambia? Sijawahi. Haujawahi. Mwambie kwanza naambia. Mwambie basi wale ambao wanatufuatilia. Mwambie, mwambie. Nyimbo zako nazikubali. Asante. Tofauti na nyimbo kuna kingine ambacho yeye mwenyewe anamkubali tu kimkubali. Hana noma na watu, yuko free kwa kila mtu. Yaani namuelewa kifupi. Kazi gani ambayo uliwahi kuikubali ya Jackson wa kizazi kipya? Hapa gumu. Sema yani tuelewe. Hapa bwana. Naangalia na watu wengi kupitia Robo. Watu 50,000 sijui na ngapi. Sema funguka mtoto wake. Kazi kibao na kazi nazikubali kama nyimbo zake. Namba yake unayo? Asubiri mpe namba. Mpe namba blaza. Mpe namba, mge namba. Namba yake si unataka kuwa unawasiliana naye? Ninayo. Umepataje? Yake ninayo. Kwa mfano umepataje? Naipata tu kimtandao naipata. Hamna, muombe basi hapa live. Niomba namba yako. Blaza mpe namba. Mpe namba. Mtazamaji wa Alobo Vibe TV, mimi naitwa HBOG. Nilikuwa kwenye exclusive interview na Blaza Jackson wa kizazi kipya. Tumezungumza mambo mengi sana, sema uzinguzi ulikuwa ni mwingi kutokana na harakati ambazo zinaendelea kwa muda huu hapa. Mimi sina mengi, behind the camera niko na mwanangu ambaye ni Chaupole. Asante sana kwa ambao ushadondosha comment yako kutokana na mada husika. Siku ya leo tuko na mambo mengi sana. Behind the camera nasi kuna boda nyingi zinapita na nini. Nasi kuna kitu fulani ambacho umekielewa kutokana na kile ambacho tulichokizungumzia. Ciao.